Alright. Ujambo tena na wapenzi watazamaji wa Makasoro TV Production. Imetimia saa 11 baada ya kukatika dakika 24 juu yake. Kumbuka ni siku ya Jumapili mwaka wa 2025, ikiwa ni mwezi wa 6, tarehe ikiwa ni 14. Hivi leo tunacho kipindi bomba sana. Kumbuka siku ya Jumapili, jina langu ni presenter Bernogera. Mwenzangu hapa kwenye kiti upande wa kulia atajisemea jina. Mwenzangu anaitwa nani? Kwa majina anaitwa Raban Maina. Mimi ni mshauri wa masuala ya kimapenzi katika kizazi hiki cha sasa. Ujue nini? Leo tunaongelea kuhusu shida ambazo zinaonekana katika mapenzi katika industry ya kimuziki. Hata leo mkiona mimi mwenyewe sipendi kuvalia koti, nimevalia koti kubwa sana ambalo ni kama blanketi. Nimevalia kofia mwenyewe, sipendi kuvalia kofia kwa jinsi na namna ya kuonyesha kwamba hivi leo kuna baridi hapa, nataka kuwapa baridi. Nawapa baridi wenzangu, nakwambia. Hapa leo mimi nawapa baridi, siwadanganyi. Kumbuka ni kipindi ambacho kinakuja moja kwa moja kutoka Makasoro TV Production. Hivi kuna changamoto zipi? Changamoto ni zipi? Kuna changamoto mingi sana Laban. Amesema yeye ni mshauri katika dakika 27. Kumbuka naambia ukweli. Kama upo sure unakuja kuniomba msamaha na unajua kwa kitu ambacho unaniomba msamaha hautabadilikia, niate ili tu kae. Ama vipi mwanangu? Kweli. Hivi unajua mtu anakuja anakuomba msamaha, eti nisamee nilikufanya vibaya, lile na lile sitarudia tena, alafu kisha narudia. Unajua kwenye msamaha pia unafaa kuzingazia uzito Ndio wa hisia ambayo uliibeba katika kwenye matamshi ambayo labda ni kipenzi chako aliyoyatamka. Ndio. Msamaha unategemea kwa kikweli katika kwenye mapenzi. Hivi ushaipenda wewe? Nimekuuliza swali. Nishawahi kupenda. Ushawahi kupenda? Kabisa. Umependa nani? Mapenzi, katika swala la mapenzi yamegawika, lakini mapenzi tunayozungumzia hapa ni mapenzi ya mtu na mwenzake. Unaona? Ndio. Si mapenzi yale ya mama, yale yapo, yale yanadumu, yale yapungui. Lakini kuna mapenzi ambayo tunazungumzia leo, mapenzi ambayo yanapungua. Mapenzi ya mtu na mwenzake. Sasa mimi na mtu mwenzangu mimi. Unajua mimi toka nisaliwe nimeyajua mapenzi toka nisaliwe. Na ni kama mapenzi ambayo nilikuwa nayafahamu yale upenzi tu wa mama. Mimi sijawahi pata kupendwa. Ila najua nitapenda siku moja. Na siku nikipenda nitapenda vibaya sana. Unajua maana mimi nikipendana mtu napendana na roho yangu yote mimi. Eti tunaona changamoto mingi sana. Hivi ifikapo tarehe 20 au 25 hapo hivyo mashule zitaanza kupatiwa kitu tunachokiita pumziko la fupi. Hivi tutaona wengi wanasurura hapa nje. Wasasi kule nje, ningependa kuwapa ushauri. Chukua muda wenu kukaa na hao wanafunzi wenu au watoto wenu au wadogo wenu ambao mlio nao hapo nyumbani. Kwingine kunajua kuna wengine. Kwingine kunajua kuna wale huko nje wasasi wao waliaga dunia, wakapata kuaga wakiwa wadogo sana. Tena sehemu nyingine wakapata kuacha wakiwa na wenzio, au wengine wakaacha wakiwa naishi na wasasi wengine kule nje. Kwa hivyo ningependa sana kuwashauri jambo moja. Ukiwa kule nje wesa kuambia kweli kuna maradhi. Hivi mshauri wa mapenzi unashauri watu wapendane au wasipendane? Kwa kupendana si swala langu kukata kauli. Ndio. Lakini kuna kiwango cha kupenda. Kwenye haya mapenzi umesema kwa mtu na mwenzake. Hayo imebaki kuwa hivyo hata kwenye historia. Hata kwenye maandiko matakatifu yanasema muda ukifika mna shaka tayari sasa unafaa kuwa kwenye umezamia kwenye nyendo za kuangalia ni vipi, ni nani nafaa kumpata
hii safari ya mapenzi hakuna yani hatuna uwezo wa kukubalika kukubali yani kupingia mtu kwenye hii hali, lakini muda ndo unazingatia kila kitu. Muda muhimu, muda tuupishe. Ukifika unaweza ukaendelea kwenye haya sasa, kwenye hii safari uangalie vile mapenzi yanakukubalia wewe mwenyewe. Vipi washauri wanaotazama kule? Wanaotutazama kipindi ni cha mapenzi. Unajua mapenzi ya sasa yamekuwa ni kizungumkuti sana kwenye ambao wanaohusika kwenye mapenzi. Ningependa kuwaambia kabla hujampenda ama kabla hujazigawa hisia zako kwa mtu mwenzako, cha kwanza zingatia sana ni yupi unayejihusisha na yeye, kwa sababu ina umuhimu sana kwenye mapenzi. Ndio. Usipozingatia hicho na kuhakikishia kwamba usije ukatulilia sisi ama usije ukatuambia la usiku zingatia, ila zingatia sana ni yupi kwenye uchaguzi, ufanye uchaguzi mwema sana. Sawa basi. Waambie wataweza kupata wapi kwenye mtandao wa kijamii? Mshauri wa mimi ni kwa majina niliwaambia anaitwa Raban Maina. Ningependa niwape nyarafa zangu za simu 0791 02263. Kwenye Facebook wananiita Raban Maina, kwenye WhatsApp Raban Maina, kwenye TikTok Raban Maina, na kwenye hizo mitandao zote za kijamii. Hivi kwenye mtandao wa kijamii naona katika mtandao wangu wa kijamii kama Crescent Ogera Brian, naona mmoja akiuliza swali. Hivi watatumia mbinu gani au watatumia mbinu gani kuweza kumkomesha mtoto wake ambaye ni msichana ambaye alijihusisha na upendo akiwa katika umri wa miaka 16. Sasa hivi ana mtoto mmoja, tena ana ujauzito mwingine ambao wanatarajia kupata mjukuu mwingine ifikapo mwezi wa Disemba mwaka huu. Hivi angependa upate swali, ameuliza hili swali, tungependa kumshauri vipi mtoto wake ambaye ni msichana, dada kule kama dadako, utoe shauri kama dadako. Mtoto wake ambaye ni mtoto, ana mtoto, alikuwa na mtoto wakati alipokuwa na mwaka wa umri wa 16. Hivi akiwa na mwaka wa umri wa 18, tena ana mtoto mwingine kwenye tumbo, yani kiumbe ambacho kinatarajiwa kusaliwa ifikapo Disemba huu mwaka. Ungependa kumshauri vipi? Maanake umesema ni mshauri wa mapenzi. Kumbuka mimi nimevalia koti kubwa hapa, maanake najua cha kuwashauri ni baridi tu, nitawatoa baridi. Naona kifupi chenye penye mapenzi. Ningependa kumshauri. Ndio. Cha kwanza hapo kuna watu wawili ambao wanafaa kuwashauri. Anafaa kumshauri mzazi na pia anafaa kumshauri ambaye ameadhirika kimapenzi. Cha kwanza nianze kwa mzazi. Wazazi mmeupoteza muda muhimu, muda mwafaka sana watoto wenu, ambapo unapata labda shughuli za kikazi, samahani, kazi zimekuwa kama mchango mkubwa sana kwa watoto wenu, ambao inawafanya kuwalea, lakini pia zimechangia sana kutokuwa na muda maalum na watoto wenu. Kuwa na muda maalum na watoto wenu kwa kuelekeza kwenye mahusiano, unawapa yani yale mazingira ya kuwatayarisha, kuwaambia kwamba muda bado, umeona. Ama cha kwanza sasa, kama unasoma soma kwanza, upe muda, zingatia muda. Na ambaye ameathirika kimapenzi pia, ambaye ni mtoto kwa mamaye, mtoto kwa babaye, ningependa kumshauri ya kwamba si mwisho wa safari. Pia utakapojifungua kiumbe kingine, iwe funzo. Unajua pia wanafaa kuzingatia funzo. Unajua kwenye maisha kuna funzo sana. Wazingatie funzo, azingatie hilo funzo, asije akarejea tena kwenye huo mtego, umeona, ambao ni mtego na mlemaza sana. Auzingatie ile funzo, azingatie masomo, ili masomo yawe yachangie sana, umeona, yachangie kwenye maisha yake, ili ambao atakayepatana naye kwenye maisha
asiwe yule mwenye kuona hapana, nimepata mtu ambao si sahihi, umeona? Ndio. Azingatie hilo funzo, umeona? Hivi sijui utamshauri vipi. Amesema mtoto wake ambaye ni mtoto wa umri wa 18 sasa hivi, alipokuwa katika umri wa miaka 16 alikuwa na mtoto, alipata kujifungua mtoto ambaye ni wa kiume. Hivi akiwa na umri wa miaka 18 tena hapo na kiumbe kwenye tumbo yake, na natarajiwa kumsaa mtoto mwingine, yani kujifungua mtoto mwingine. Hivi utamshauri vipi huyu mtoto akamtoe ili mtoto apate kusoma? Maana kumbuka, mtoto akiwa umri wa miaka 16 alipata kujifungua mtoto, akiwa umri wa miaka 18 wanatarajia tena ajifungue mtoto mwingine ifikapo Disemba mwaka 2025. Hivi unamshauri atoe hiki kiumbe kwenye tumbo, yani ili mtoto asome, ama huyu mtoto aweze kuacha shule ili apate kuolewa? Maanake upande mwingine wa mkono anasema kwamba wazazi ambao ni wa mwanaume ambaye alimpachika huyu mtoto mimba wanasema ya kwamba wapo tayari kumlea huyu msichana mtoto. Hivi unaona ushauri wako utakuwa vipi? Aache shule aende akaolewe, ama atoe hiki kiumbe kwenye tumbo ili aendelee kusoma akamlea huyu wa kwanza, ama aendelee kumlea huyu mtoto wa kwanza na kisha aendelee kulea hiki kiumbe kwenye tumbo ambacho ni kitarachiwa na aendelee na masomo? Kumbuka kuna ushauri mtatu hapa: atoe, aolewe, ama alinde, yani alee. Ungemshauri vipi? Cha kwanza niwe mkweli. Unajua tunafaa tuwe wenye uwazi, umeona? Ndiyo. Cha kwanza siwezi nikamshauri. Unajua pia unafaa kuzingatia afya ambaye amembeba hicho kiumbe, ambaye amebeba hicho kiumbe. Anaweza tuseme kama umetumia labda umesema apachike mimba, umeona? Yani aweze kutoa ile mimba, si vyema, umeona? Si vyema. Tayari akitoa itakuwa ni inaweza ikamwathiri, inaweza pia ikamwathiri. Maybe akaenda kutoa akafa, umeona? Unajua kumbuka bado wewe ni msasi. Nimekwambia nimefanya koti kwenye studio hili, yani na baridi sana, wapea baridi. Kweli. Nina mbukta sa baridi. Kumbuka wewe msasi. Akitoa, ushauri wa kwanza, akitoa itamwadhiri. Inaweza akitoa inaweza kuadhiri kisasi chake. Maybe akienda kuolewa katika ndoa yake ya awali itakuja kufanya asije kujifungua tena. Na tena akitoa inaweza ikamwadhiri akafa, au ikawadhiri wasasi wakafungwa kifungo cha maisha katika kujaribu kufanya mauaji, si ndio? Kumbuka hiki ni kiumbe. Kwa hivyo ushauri wa kwanza kutoa. Mama kama msasi wewe usimshauri atoe. Tumepaki na ushauri ngapi? 2. Akaolewe au akalewe mtoto wa kwanza, ama ale wote wawili, au endelee na masomo. Kuna shauri 2. Hapo tukuje kwenye shauri ya pili. Akaolewa au wewe unaona vipi? Aolewe. Maana upande wa pili wa wasasi wa mwanaume wanasema wapo tayari watalea huyu mtoto na wapo tayari kumwalea wote. Kwa kweli naweza nikamwambia aendeleze masomo, kwa sababu hapana, hatujafika kwenye ushauri wa kuendelea na masomo. Nimekuambia ushauri wa pili ulikuwa ni kwamba wasasi wapo tayari kumlea huyu msichana pamoja na hao watoto wawili, mmoja kwenye tumbo, mmoja aliye hai. Ushauri wako ni upi katika huu ushauri wa wasasi? Kweli wanataka wakamchukue, yani wakamchumbie ule msichana kuja familia yao. Ungeshauri vipi huyu msasi awape msichana na watoto, ama awalipoti kwenye polisi ambao iliyo karibu, au wakuje nyumbani wakaiongea kinyumbani, ama wapate kushauriana katika mashauriano yao, ili mtoto vipi mshauri? Kwa kweli hapo naweza nikasema waje katika, unajua hapo kuna familia mbili tofauti. Kuna familia ya kijana na kuna familia ya msichana. Wanafaa waje pamoja, wajadiliane wao wenyewe, waweze kuja na mbinu mwafaka ya kuendeleza haya maisha ambayo kwa yameonekana kuwa yamesimama, umeona? Waje watafute mbinu mwafaka, wajadiliane, kisha wakija
vigezo ambavyo vitawawezesha wao kuwa na maamuzi maalum. Sasa wao wenyewe watakuwa na nafasi kubwa ya kwenye maisha ya hao wawili ambao wameweza kuathirika na ili changamoto. Naam. Sasa nimeona ushauri wako umesema mtoto asiolewe kisha asitoe mimba. Tumepaka na ushauri moja. Ushauri unasema kwamba huyu mtoto aendelee kumlea huyu mtoto wa kwanza na huyu wa pili kiumbe kwenye tumbo, na kisha aendeleze masomo yake. Hivi labda ule msichana anatusikia kule nje, nataka umwambie ule msichana, mpe ushauri, yani mpe ule ushauri wa kumshawishi, ili mamake hata mwenyewe ajihisi ya kwamba yupo salama. Kumbe ni mshauri wa kimapenzi. Umekuwa kwenye mapenzi au eti umekuwa kwenye mapenzi kwa muda wa miaka mingapi? Miaka mingi ndio. Sasa hivi mwelewe, huyu ni mkakamafu, amekomaa kwenye mapenzi na mahusiano. Ningependa umwambie ule msichana ni faida gani ambayo itakuwa, kisha baadaye nitamwambia ni faida gani itakuwa sema kwamba asipotoa ile mimba na kwingineko akiendelea kulea ile mimba, alafu tena kwingineko akilea wale watoto wote na kisha aendelea kusoma bado. Kumbuka atafanya vitu vingapi? Vitatu kwa muda mmoja. Ale ile mimba, kile kiumbe kwenye tumbo, ale kile kiumbe ambacho kilichosalia mwaka 2016, kisha aendelee kusoma. Vitu vingapi? Vitatu. Wanasemanga mwanadamu huwezi kufanya vitu vitatu au viwili kwa muda mmoja. Ile sasa hivi tunataka kumshawishi afanye vitu vingapi? Vitatu kwa pamoja. Vyote nataka vichukue kwa kimoja kwa yeye, kingine kwa yeye, kitatu kwa yeye. Kwa hivyo yani yeye mmoja afanye vitu vitatu, atumie jiwa moja kwa ndege watatu. Naam. Sasa hivi nataka umwambie vipi, ushauri gani utampa na faida gani? Nataka umwambie faida gani zitakuwa wakati ambao atakapojifungua huyu mtoto wa pili, na faida. Kumbuka huyu mtoto wa kidato cha 4 anaenda kukalia mtihani wake wa kidato cha 4 mwaka huu. Vipi, mwambie pata kumpa ushauri, mwambie. Cha kwanza ningemshauri asiwe mnyonge. Unajua pia kuna ule unyonge ambao unaweza ukachangia pia yeye mwenyewe asije akawa na ule motisha wa kuendelea kwenda mbele. Umeona? Awe mwenye motisha, asiwe mnyonge. Umeona? Aweze kuwa mwenye maono ya kumwangazia mbele. Atakapojifungua awe yani amehakikishia kuna mazingira ya kuwalea wale watoto atakapokuwa mbali na wao kwenda kutamatisha kiwango chake cha masomo ya katika sekondari, katika shule ya upili. Awe asiwe mnyonge, awe mjasiri, awe mwenye kujitia nguvu. Aone yani kuna watu ambao watakao kuwa wakimpa support kubwa sana katika tamatisho lake la masomo yake ya shule ya upili. Asiwe mnyonge, yani asiwe mnyonge, awe mwenye kuona mbele. Umeona? Sawa. Sasa nami basi kama Mwanabali mwenzio, ningependa sana kumpa ule msasi ushauri moja. Huyo msichana wako usimruhusu. Kumbuka amesema msichana wake ana umri wa miaka 18. Umri wa miaka 16 akajifungua mtoto wa kwanza. Sasa hivi umri wa mwaka 18 amepata mimba nyingine, amepachikwa mimba nyingine. Kwa hivyo ningependa kumshauri. Ushauri wa kwanza, huyo mtoto wako asitoe hiyo mimba, manake itamfanya kudhalilika. Sehemu nyingine itamletea udhalilishaji, au itakuja kuchangia pakubwa katika afya yake, au itachangia pakubwa nyinyi kufungwa kwenye kifungo cha maisha. Kisha kwingineko tena ningependa kuombea kwamba huyo mtoto asipende kuolewa, manake ndoa ya mapema ina changamoto mingi sana, kuchapwa kwingineko, kutokula, kunyanyaswa. Kwa hivyo singependa aendelee kuingia katika mambo ya ndoa ya mapema. Hapana, sikushauri msasi mtoto wako aingie katika ndoa ya mapema. Tena kwingineko ningemshauri tena ushauri wa tatu, na ndio jipu na waso, huyu mtoto aendelee kusoma, aende kwenye shule, kisha mamaka amsaidie kulea huyu mtoto wa kwanza ambaye ana umri wa miaka 2 sasa hivi. Huyu mtoto kiumba ambacho kipo kwenye tumbo kiendelee kulewa na huyu mtoto, manaka anaenda kukalia mtihani wa kidato cha 4. Awale watoto wake. Kisha kumbuka, hii si changamoto kwako msichana, dadangu, si changamoto.
Kumbuka huyu mtoto ukimfungua maybe atakuwa anakusaidia katika siku za usoni zako. Alafu kingineko, kumbuka mtihani Mungu anaonea. Umemwonea kiumbe chake, usimuue. Usipouua hiki kiumbe, kisha na yeye atakuonekania utafaulu kwenye mtihani. Sawa mama, natumai nawe nimekupa ushauri mama. Kwa hivyo vyote, mpe ushauri wa tatu, aendelee na masomo kisha ale hivyo viumbe vyote. Kwingineko, turudi kwenye kipindi. Namwona Makali ya Sorobi anasema very informed and talented presenter. Nashukuru sana kwa hilo. Nashukuru sana kwa hilo. Sasa hivi tena tunataka kuchukua muda mwingine. Nisome hapa jumbe kadha wa kadha ambazo zimetufikia hapa kwenye studio. Kuna jumbe kadha wa kadha, na wiki iliyopita kipindi kilichokuwa ni kipindi bomba na kipindi shupafu, tuliona watu wengi sana wakichangia. Kuna masuala mengi sana kuhusu na ndoa ya mapema ambayo iliweza kupakia njiani na nikiweza kuendeleza kuanzia sasa hivi hapa hivi. Nakumbuka kuna msasi aliyeuliza swali, je, kama msichana anapachikwa mimba kisha anapata kudhalilishwa na jamii au anapata kudhalilisha familia? Kumbuka ni msasi aliuliza swali hili. Msichana anapata kupachikwa mimba asiyotarajia, kisha huyu msichana ni kama amedhalilisha familia. Unajua kuna familia za heshima sana. Watu wanajua ile familia ya kina Laban ina heshima fulani, na ile familia ya kina Brian ina heshima fulani. Ukifika huko kuna heshima, watoto wana heshima. Kisha sasa hivi unapata msichana amepachikwa mimba, au mwanaume kijana wa hiyo familia amepachika mtoto fulani wa maskini mimba. Hivi msasi alikuwa anauliza, kuna jinsi gani ambayo tutaweza kuzuia mimba ya mapema na ndoa ya mapema katika jamii? Mimi kama mshauri, cha kwanza zuio. Unajua ni vigumu sana pia hiki kizazi kukiongelesha katika masuala haya ambayo pia yanatatiza sana katika maisha ya sasa. Cha kwanza, ushauri wa kuwaepusha, wawe wenye kuzingatia mazingira ambayo wapo tayari. Sasa kama wapo sisi katika mazingira ya kimasomo, wawe wenye kupa masomo, yani kuyapa masomo muda mwafaka, ili waweze kuwa kwenye mazingira ambayo yanawakubali kutohusika katika hizi masiara ambayo unaona ya kupachikwa mimba. Cha pili, wazazi pia nyinyi wanenu ambao wana wenu, jaribu kuwafaidi vitu ambavyo wanavihitaji katika mazingira ambayo mmewatengea. Tuone kama kuna ningependa nitumie katika lugha ya Kimombo pads. Kuna hizi pads ambazo wanazitumia katika nyakati zao, periods, hizo wanaita periods katika Kimombo. Wawe wenye kuwapa katika muda ambao ufaao, wasije wakadhalilika, ili inawawezesha kuenda kupata wale wazee wenye upotovu pale nje katika mazingira, waweze kuwafaidi ili waweze kuzinunua. Na wale unaona wanawatumia vibaya, umeona? Wawape pia lishe bora. Unaona pia lishe inaweza ikachangia. Unaona pata mtoto anaenda anahongwa vibanzi. Unaona kwenye barabara kuna vibanzi hapo, unaweza ukatoka hapo ukavipata pale. Yaani wazazi waweze kuzingatia lishe katika wanao. Inaweza ikawatoa mchango mkubwa sana kuwaepusha ili kutojipata na haya maziara ambayo yanachangia sana ujauzito kupachika katika kiwango ambacho hakifai. Umeona? Naam. Kuna watazamaji wengi wanapiga simu, wanaendelea kupiga simu. Ngoja nipokee simu moja hapa ili tuweze kuwasiliana. Hello Makassar Production TV. Hello. Ni kama ukipiga simu, kumbuka ukipiga simu hakikisha kwamba haupo kwenye televisheni yako, uko na umbali wa televisheni yako, uweze kupunguza sauti yako, manake hamna namna ambayo utaweza kutupigia kisha uweze kujisikia ukiongea. Hapana. Ndio mshauri wetu kwenye studio. Kumbuka wengi husema pesa hujangia pakubwa ndoa ya mapema. Umaskini hujangia ndoa ya mapema. Kutokuwa na chakula hujangia ndoa ya mapema. Kukuwa na umbali wa familia hujangia sana na ndoa ya mapema. Tena kwingineko naona tena sana
kutokuwa karibu na wasasi au na wakubwa wako huchangia sana na ndoa ya mapema au na kupachikwa au na kuwa na mimba ya mapema. Kwingineko tena nakuja naona hapa kutokuwa na wakubwa wanaojua jinsi gani ya kuelekeza wewe huchangia tena ndoa ya mapema na kupachikwa mimba kwa mapema. Kwingineko tena naona kukuwa na kutembea huku nje na maybe kwa njia ya kimombo tunasemanga ya kwamba tunaita kwa njia ya kimombo bad companies. Yani kuna vikundi vibaya ambavyo makundi potovu ambayo yanapotova mtu, anamwambia kwamba yanampotoa kiakili. Anamwambia we dada, unajua nini, we kaka, jana nilifanya kitu fulani na wewe mfanya hiki. Au ukiwa na mimba hautachapa kule shuleni. Ukiwa na mimba ukiomba kitu fulani kule nyumbani utapewa. Ukiwa na mimba utakuwa unapewa, utakuwa yani na umuhimu fulani kwa jamii, itakuwa unapewa special priorities kwako. Kwa hivyo sana sana ningependa kuambia wasasi, usipende kumnyima mtoto wako, na kama wewe ni msichana ambao unaendelea kukuswa kwenye familia, usipende kuendeleza hicho chanzo ambacho umeona mwenzee anafanya na wewe uweze kukifanya hicho. Hapana. Ndio, na ningechukua muda tena kumrudishia mshauri. Hivi unaona ni jinsi gani ambavyo hivi vikundi vibaya vingineko unapata haya makundi yanachangia pakubwa sana kwenye mimba ya mapema, ndoa ya mapema? Vipi, ungewapa ushauri gani? Najua wengi ukiwaambia waachane na ile vikundi vibaya wanaambiwa sasa, unajua mimi nimekuwa mkubwa, unajua wanafimbanga. Nisinge ilikuwa nimefaa koti ningekuonyesha jinsi gani wanavyovimba. Mtu mnavimba tu mikono, anasema mimi nimekuwa kijana, anaweka mikono kwa mfuko, anaambia babake hamna kitu na utaniambia ule mtu wapi mamangu, basi usiponiaja na mimi nikuwe na ulu wangu. Hapana. Washauri wanafunzi, unajua sasa hivi nakumbuka wanafunzi vikapo wiki jao wataanza kupata likizo fupi, mpumziko wa wiki ambao watakuja kupumzisha akili. Ningependa wasasi waweze kuwapa ushauri fulani, ila na wewe ningependa upewe wasasi ushauri ambao watatumia sana kukusa wale watoto wao. Cha kwanza nawashukuru sana. Kwanza nyinyi ambao mmechukua kitengo hichi katika wakati ufaao. Sasa kama kuwapa mwelekeo ufaao, kama sasa unaona wanafunzi wanatarajia kupewa likizo fupi ambayo itawawezesha kuungana na familia zao ili kujaribu kujadili, unajua mambo kama ndo ambayo watakao jadili pale nyumbani. Na pia wazazi wangependa, wamebaki kutamani, yani wametaka sana kupata nafasi kama hii, kupata kupewa mwelekeo ambao ungewawezesha pia wao wakiongeza ule mchango wao, itawawezesha familia zao na wanao kudumu. Cha kwanza umesema katika vikundi potofu. Acha nianze kwa kuchanganua kikundi potofu. Mwanao anapotembea na tuseme kama ni rafikie, wewe kama mzazi unafaa kuchukua nafasi bora kumjua ni nani ambaye mtoto wako anajumuika na yeye, umeona? Kwa kumgundua, labda unajua kimaadili, unajua wale hawajuani. Wewe mwenyewe ujaribu kumtafiti, kumwangalia kwa kindani, ili mwanao unapomwelekeza katika mwenzake unamwezesha ili kupata ambavyo yeye hakuviona, umeona? Ndio. Kingine umesema pesa. Unajua pesa hazisaidii wakati mwingine. Sasa kama umeona, sasa kama huyu ni wachanga, hawajaona maana ya pesa, kwa sababu pesa sisi wazazi ndo tunazitumia kuwekeza kwenye masomo yao, kuwekeza kwenye mazingira yao. Wao hawajaona maana ya pesa. Ndio maana unaona pesa zingia hapo kwenye mazingira yao, zinawaharibia mazingira ambayo yanawafaa wao wenyewe, umeona? Kingine umesema katika umaskini kawaida. Tusiwe tunakuwa wale ambao tunaona yani umaskini ni unyanyapaa.
Hapana, umaskini ni hali ambayo inampata mtu, si mipango ya mtu kuwa maskini, umeona. Lakini kuna zile juhudi ambazo mtu anaziweka ili yeye mwenyewe kutoka kwenye yale mazingira, umeona. Mwanafunzi hafai kuzingatia umaskini katika familia, ati aangazia aone mimi nimetoka katika familia ya kimaskini, familia ya chini, umeona. Mwanafunzi yeye, wazazi wapo, unajua kuna wewe hufai kuwa na huo mtazamo. Mwanafunzi hafai kuwa na mtazamo ati ni maskini. Wewe umeelekezwa, umeungwa na wenzako pale shuleni, mzazi amejikakamua amekupeleka shuleni. Sasa wewe juhudi zako ni kuamua ile familia kutoka kwenye umaskini na kuleta ule mtazamo mpya katika familia ambao haukuwa tayari kwenye familia. Ujaribu kusoma, uende ukapata labda serikali pia imekuteua, umekuwa mmoja wao katika kuwa mwaminifu kwenye kazi zao. Umeona zile utakuwa umekwamua familia katika umaskini. Mwanafunzi zingatia masomo, wazazi pia wao wana mchango wao pia wao wanadhamini, wanaangalia, hawataki kuwa kwenye yale mazingira kwa hali na mali, umeona. Kingine tulisema kama lishe. Unajua lishe pia ni kawaida, mtu lazima ale anywe, ni mazingira ya binadamu, umeona. Inategemea ni kipi unachokiingiza kwenye mwili wako, umeona. Tena hapa kwenye video mtangazaji imechangia sana katika ili lika, umeona. Unawapata labda wananyweshwa, labda tuseme kama ni mipombe, wanalishwa labda vile vyakula ambavyo havifai, umeona. Wazazi zingatieni mwanako ni nini anachokiingiza kwenye mwili wake. Unajua mwanao upate labda amejiingiza kwenye mipombe, uraibu ukimwingia, unajua bado itakuremea, itakuwa tena ni kazi ngumu kuanza tena kumtoa yule mwanao kutoka kwenye kileo ambayo ni kinyweo, kutoka pale kumrudisha kwenye hali yake kawaida. Wazazi zingatia sana ni vipi wanenu wanaviingiza kwenye miili, umeona. Cha mwisho ni sisi wazazi tujaribu kuwa rafiki katika watoto wetu. Watoto wetu pia wao, unajua rafiki wa kwanza pale nyumbani ni sisi, kwa sababu sisi ndo muda mwingi unapata tuko na wale watoto. Jaribu kuwa na ule ukaribu na watoto, unaona, unajaribu kumsikiza akiongea hili, mnajadiliana, mnajaribu kuwa yaani unajirudisha kwenye ile kiwango chake, mnajadili, mnafikiana, unalichukua lile wazo, unalileta rako, unaliingiza, mnajaribu kulikusanya, kulifanyia utafiti ili muweze kupata ule ukaribu na weneno. Mjaribu kuwa mko wale ambao mnaleta mvuto kwa wanenu, umeona. Hilo ndo ningeweza kutoa mchango katika wazazi kwenda kwa wanao. Sawa, nashukuru sana kwa muda wako kwenye studio, na nimekuwa na furaha sana. Natumai na mtazamaji kule nje amekuwa na furaha kubwa sana fulifuli, kwa kuwa mmepata kupata ushauri kuhusu jinsi gani ambavyo mtakavyo wakusa watoto wenu au wale wadogo zenu kule nyumbani. Kwingineko tena tumeweza kupata upekuzi na jinsi gani ambavyo utaweza kumshauri mtoto ambaye mpachikwa mimba ya mapema au ambaye mpachika mtoto fulani mimba ya mapema. Kumbuka nimekuwa wako Mwanabali Brisenta Branogera, na kwingineko nimekuwa na mgeni kwenye studio, mshauri wa mapenzi. Hadi wiki ijayo siku kama leo tutakuwa naye kwenye studio tena. Jina lake limekuwa ni Laban. Waambie jinsi gani ambao watakupata kwenye mtandao wa kijamii, kisha waachie namba ya simu ambaye atakayetaka kuwasiliana nawe atawasiliana nawe kisawa. Katika namba za simu kwa dakika nusu 07 912 02263. Kwenye Facebook ni Laban Maina, kwenye WhatsApp ni Laban Maina, TikTok Laban Maina. Kila mahali kwenye mtandao nitafute Laban Maina, nipo pale kwa muda ambao utanihitaji. Sawa, na mimi kwa majina ni Presenter Branogera, kila kwenye mtandao. Unajua mimi sinanga majina mengi. Presenter Branogera kwenye mtandao wa kijamii, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter na kisha TikTok. Namba ya simu ni 0757621244, 0757621244, ama 079084
1044. Nirudie 0790 4 8 samani 0790841044. Kisha hapo ndipo tutakapoendelea ifikapo wiki ijao. Naona sasa hivi mwanabali wetu Makasolo ataingia kwenye studio kisha aweze kuwapasa yaliyomo ndani ya Kenya. Kwingineko unajua hata tutoke njasho. Nimeona kule Nairobi kuna maandamano sana kupitia changamoto ya nini finance bill, ila si yangu hayo ya sisi na la ziada tutasije tukapigwa, unajua tukafuata huko kwenye studio tukapata madhara kwingineko. Tutapatana wiki ijayo, nitatafuta mwingine mwandishi wa sheria aweze kutuambia yapi ambaye amechangia kwingineko pakubwa sana kuhusu hii mchakato sana. Najua tumeona finance bill, jamani tusizidi mbele, utamu itaisha. Na tumeenda kuwa na mwandishi wa sheria kutoka Kisii, siwambii jina, njoo jiunge nasi ili upate kufahamu. Shukrani, uwe na muda salama, uenda kusalim au una watu wa kusalim, ila ni sawa.